Mgeni atakuondoka, Mtume akamwambia niulize yote unataka, mimi niko tayari, yote unataka atakupa. Yeye ajomba mtu. Lakini Mtume kampa chance. Kanza fursa. Omba chochote nitakupatia. Sasa mimi nataka mbuzi shungabi, mke wangu wa kamue, nibe ngamia 2, moja mimi napanda. Ngamia kama gari siku ile. Yaani kaomba ngamia na mbuzi tu. Mtume akasirika sana. Mtume akamwambia sahaba, wasahaba wengine wapo, ajaztum an takunu mithla ajuz bani Israil. Je, mshina atakuwa kama bibi kizee ya bani Israil? Sahaba wameuliza, bibi kizee wa bani Israil yuko nani huyu? Mtume ameanza kutoa historia. Akamwambia sallallahu alayhi wasallam, unajua watu bani Israil wameenda Misri. Wakati Sayyidina Yusuf alayhi salam ndugu zake wamemuuza, wamemtupa ndani ya kisima na watu wamemkota, wameuza katika soko ya Misri, Egypt kama mtumwa, na waziri kanunua. Tunajua story yote ambaye mke wake ataka afanye naye uchafu, akakataa, mtengeneza mazingira, mweka jela. Baadaye Allah amethibitisha yeye hausiki. Baadaye katika ile serikali ya Misri Sayyidina Yusuf alayhi salam alikuwa waziri. Na metokea ni njaa na mvua hamna. Sasa watu wanaishi Palestina area ile wanakuja kuchukua chakula. Lana Yusuf kaota akatafsiri ndoto ya mfalme huyu. Ndio Kamwambia itakuja miaka kadha ambaye njaa, ukame, ficheni. Mwaka kwanza inakuja neema, mvua. Sasa matunda hii ficheni sehemu. Usichezeni ovyo. Baada hii itakuja miaka mingine 7 ni njaa kabisa. Sasa hao wameweka katika store chakula nyingi sana. Kwa tafsiri ya ndoto ya mfalme ambaye katafsiri Sayyidina Yusuf alayhi wa alihi wasallam. Sasa watu yuko pembeni jirani wote bata njaa. Wamekuja kununua kwao bidhaa na Rashid. Katika wote wamekuja ndugu ya Yusuf wamekuja. Sasa mimi nakusudia baadaye Yusuf karuzumia watoto wake, Benyamin mdogo wake, baadaye babake mamake amekuja Misri kamkaribisha. So yeye waziri. Ndio. Baada kuhama kule Egypt, Misri. Alafu tena Yusuf amekufa alayhi salam. Pale Misri. Amekufa, wamezikwa kule. Sasa imekuja wanabii wote. Na Allah katika Qur'an aweka wazi katika nabii wengi wametoka katika bani Israil. Sawa. Wao wamekadhibisha nabii, mwingine amemuua, mwingine amsemibi. Daud, Suleiman, Musa, Yusuf, Yaqub, Ishaq, wote Ibrahim katika familia. Lakini ni bani Israil, kizazi au mtoto wa Israil ilikuwa jina limetoka katika Yaqub alayhi salam. Yaqub ana jina mbili, Yaqub na Israil. Hata Qur'ani Mungu mitaja katika sura an-Nisa anasema illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabla an tunzila at-Taurah. Israil ni Yaqub, ana Abdullah mja wa Allah. Mimi nakusudia bani Israil wamekaa wamemkaribisha Misri Yusuf alayhi salam. Sayyidina Yusuf alayhi salam. Yusuf kafa, wameishi kule. Mpaka wakati wa Firaun, Musa alikuwa katika kizazi bani Israil mezaliwa pale. Na Firaun akamwambia mtu kaota, amwambia tafsiri ya ndoto yako hii iko kijana yeye ataangusha ufalme wake na kutoka bani Israil hao. Sasa kila mwanamke bani Israil anazaa alikuwa na mtoto wa kiume anamua. Ndio. Sasa Musa mamake baada kuzaa kamaacha katika mto ile Naili. Baka amesona jua, baka ameenda, baka yeye kamlea. Ndio. Sasa wakati Musa alayhi salam wa nabii sallam wanatoka Egypt wanaenda Palestina. Yote na bani Israil. Lana Musa anaambia Firauni ana arsil ma'i bani Israil. Mimi nataka nibe bani Israil tunokana turudi kule Palestina. Sijui maana uzuri. Ndio. Sasa kama sema Palestina, watu wengine wasielewe ni Israeli kwa ni Palestina. Sio kwa Palestina. Hii mada nyingine tuongee siku nyingine. Inshallah sawa. Israeli ni Yaqub. Yaqub babake Ishaq. Ishaq ni Ibrahim. Ibrahim alayhisalam katoka katika Iraq. Lakini kule Palestina asili yake ni watu wanaitwa al-Kanaaniyun. Yahudi wanasema inna fiha qauman jabbarin wa inna la nadkhulaha abadan ma damu fiha.
Wako watu ambao majabari mavita. Ilikuwa hao Kanaaniuna, ni Waarabu hao asili yao. Ndio. Sasa wakati anataka kurudisha Musa alayhisalam kumrudi na Allah amengamiza Firauni. Kaona Musa atakwenda upande wa Baitul Maqdis giza. Njia honi. Kajua ni mambo hayako sawa. Sasa mbona ina nini? Wazee wasema kweli tumesahau sisi. Babu yetu Yusuf alayhisalam ametoa wasia Nabii Yusuf. Akasema mimi siku nyinyi unaondoka nchi hii unarudi Palestina na nyinyi siku ile chukueni mwili wangu, yani mtu anafukua kaburi doka na mwili wake. Bas Musa hajapata wahi Musa bado. Sasa anajua kaburi yake kwa wapi? Maana baina Yusuf na Musa miaka mingi sana. Ndio. Asema hatujui, ila anajua yuko bibi Kizee Bani Israil, bibi Kizee katika kabila wa Bani Israil. Yeye peke yake anajua. Musa kamita bibi takondoka sisi. Ni njia mifunga, hatuoni njia giza. Tumuonesha kaburi ya Nabii Yusuf. Ndio. Tuondoka naye mwili. Asa mimi siwezi kukuonesha kaburi. Amekataa. Amekataa. Ila nipo mimi guarantee mimi naingia pepo na wewe Musa. Sasa Musa sana pepo hayuko katika mkono wangu mimi. Yuko katika mkono wangu. Mkono wa Allah similiki mshimbo. Mimi siwezi kupa kitu ambaye guarantee ambaye siamiliki mimi wala sina uwezo wa kumiliki. Allah kamletea wahi Musa amwambia mbe guarantee pepo ataingia huyo. Allahu. Sema Allah anakuambia amemuonesha amechukua mimi naondoka naye. Njia imefunguka. Mwanzo hadithi leo katika maneno yangu ya kuhitimisha. Angalia mwanamke huyu. Anaishi katika duniani lakini yeye ameweka sharti pepo. Ndiyo. Na huyu sahabi ambaye mgeni Mtume sallam kaja kwa Mtume sallam kaomba mambo dunia, ngamia nipe mbuzi mbili tatu. Wewe nabii wa Allah anakuambia uliza. Sio sema nataka pepo. Maana Mungu anasema ajistum an takunu mithla ajuz bani Israil. Na sahaba wanatoa hadithi na kisa ndefu hii. Leo watu asiishi duniani kama wataishi milele. Sawa. Dunia hii asikumbanisha na mtu. Usijalie kumchukia mtu, usijalie kufitinisha mtu, usijalie wewe kuishi kama unaishi milele. Fanya wema akhira ambayo sehemu ya kudumu. Sasa wakati unaomba Mungu usiombe hela tu na mali, mbe na akhira vile vile. Maana akhira yeye inabaki. Wal akhiratu khairun laka min al-ula. Mungu anamwambia Mtume akhira ni bora kwako kuliko dunia. Mimi sikwambii kama darweshi usifanye kazi. Dunia Allah amekuleta wewe ufanye kazi uchangamke. Uishi kama watu wanaishi. Allah amekuleta uishi. Na Allah amekuleta dunia hii uhuishe litamiriha ujenge uishi kama Allah amekuleta. Lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mungu anamwambia Mtume sallam wabtaqi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Angalie lengo kubwa na kuu kwako awe ni siku akhira na amali njema. Lakini wala tansa nasibaka min ad-dunya. Lakini nafasi yako ya dunia Allah amekuleta jenga kuishi kama watu wanaishi, usisahau. Ili kwa nasahau watu wasisahau dunia sema kupita, tangulize akhira. Na ombe Mungu siku manane, fursa mshabata siku manane, na wakati Mungu anakubali dua wala kumwomba wewe nataka gari nataka skanya 10, bora sema Mungu nataka mipepo niridhie mimi, be hidayah mimi na mke wangu na watoto wangu. Alafu omba kitu nataka na mambo ambayo wewe unataka. Kumbuka siku moja katika haji watu wanasema ni anaomba dua. Umeelewa? Omba dua yeye anachukua anahifadhi Qur'ani tu, lakini kasoma dua Sheikh Abubakar anasema rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dakalka kal untha. Mungu nimemzaa mtoto wa kike sio kama wa kiume. Sasa wanaomba Mungu yeye ajue dua Kiarabu. Hafikiri dua sio dua mwanamke amejizaa. Wewe umezaa sana ngapi? Sasa eti Mungu mimi nimezaa lakini nimezaa wa kike, ilikuwa mimi natamani wa kiume, wa kike na wa kiume hayuko sawa. Sio kwa ajili Maryam alayhi salam mamake Yohana ilikuwa amezaa. Sio maneno hii yani anaisoma akidhani ni dua. Dua sio kile dua Qur'an unachukua dua ambayo inaenda na mazingira ujue. Kama ujue Kiarabu soma Kiswahili hata. Sasa mtu asema mimi nimezaa saa ngapi? Mwanaume anazaa saa ngapi? Wallahu a'lam.